ni ripoti za Wasafi Media na leo zinatokea hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo Dr. Samia Suluhu Hassan leo atafanya mikutano yake ya kampeni na kisha kuelekea jijini Dar es Salaam kule kwa ajili ya muendelezo wa mikutano hiyo, na zikiwa zimebakia siku chache kuelekea katika hatua nyingine ya uchaguzi mkuu 2025. Kwa hiyo Oktoba 29 wa Tanzania watapiga kura. Sasa katika majukwaa ya Chama cha Mapinduzi CCM tumekuwa tukimuona aliyekuwa mbunge wa Nyamagana ambaye pia alikuwa ni mwenyekiti wa kanda ya Victoria. Huyu si mwingine Ezekia Wenje ambaye amekuwa akizungumza kwenye hayo majukwaa, na sasa hivi yeye ni rasmi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa tumezungumza naye leo hapa kutufahamisha zaidi kuhusiana na kile ambacho huwa anakizungumza kwenye majukwaa ya CCM, lakini pia dhamira yake ya kuwa katika chama hiki cha Mapinduzi. Haya hapa anayazungumza kupitia Wasafi Media. Mimi ni askari wa On Air Carlos Gonya. Sikuwahi kuamini. Unajua, unapokuwa kule upande mwingine huwezi kujua hali halisi inayotokea upande huu. Kweli ni kwamba CCM bado ni chama chenye ushawishi mkubwa mno katika taifa letu, na ni kwa sababu na sababu yake ni kwamba kuna kazi kubwa ya maendeleo inafanyika huko. Sawa. Kwa nini sasa usingejiunga Chama cha Mapinduzi kipindi cha nyuma, na kwa nini tunaona kwenye kipindi hiki cha kampeni haswa kabisa tuko tunaelekea ukingoni? Wanasema hapa duniani kila kitu na majira yake. So huko nyuma majira yalikuwa hajafika. Wanasema one step at a time. Kwa hiyo majira yalipofika, ndio maana tunasema kuna wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, lazima maamuzi yafanyike. Kwa huko nyuma majira yalikuwa hajafika. Kwa majira yalipofika, nimeenda Chama cha Mapinduzi. Na nashukuru wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa chama wamenipokea, na naamini kwenye hivi vyama ukija hakuna umri. Cha muhimu ni kwamba wewe unatoa mchango gani pale ulipoingia usongesha gurudumu mbele. Sawa, unapokuwa kwenye majukwaa ya CCM umekuwa ukitoa kauli kuhusiana na chama chako cha zamani kwamba kuna baadhi yao wanahamasisha maandamano, lakini pia kuna baadhi yao kuna mambo ambayo wanayafanya hayalikuwa hayapendezi. Lakini kipindi mambo haya yanafanyika wewe pia ulikuwepo. Pengine wakati huko ulikuwa uone kama mambo hayo hayafai katika taifa hili na ulikuwa ukikaa kimya. Kwa nini usingekuwa ukiwashauri na unakuja kushauri kipindi hiki? Kwenye siasa iko hivi, au hata sio kwenye siasa, hata kwenye utawala. Mnaweza mkawa labda mko kwenye kamati kuu ya chama, labda mko watu 30. Sio kwamba kila hoja utaunga mkono. Kuna hoja zingine utapinga. Lakini kwa sababu majority, yani walio wengi labda wamepiga kura kuipitisha, inabidi ukae kimya kwa sababu kuna kitu kinaitwa collective responsibility, uwajibikaji wa pamoja. Kwa hata kama kuna mambo mengi ambayo ulikuwa sikubaliani nayo, lakini uongozi, yani ukomavu kwenye uongozi, inakulazimu ukae kimya kwa sababu ya ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja. Kwa sio kwamba haya ninayosema leo kwamba yote kwa nakubaliana nayo 100%. Yapo mengine tulipinga kwenye vikao, lakini huwezi kutoka huko nje ukapinga kwa sababu ya ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja. Baadhi ya wenzako ambao ulikuwa nao huko wameshaanza kukuataki, kuandika kauli ambazo si nzuri, na wengine wanasema wewe ndio umerudi hapa nchini lakini familia yako bado iko nje. Pengine umeshakuwa na mipango ya kuirudisha hapa nchini, kwa sababu umesema kwenye majukwaa haya CCM kwamba hali ni shwari, kila kitu kiko vizuri. Mimi nimerudi nchini siku nyingi sana. Hasa nani nathibitisha kwamba familia iko wapi? Familia yangu inawezekana iko Mwanza, inawezekana iko Dar es Salaam, inawezekana iko Shirati. Nimerudi nchi muda mrefu sana. Kuna mimi nawaona tu wanapiga makelele huko. Lakini Chadema ikifanya mkutano leo haiwezi kuacha kusema CCM. Si ndio? Yaani wanasema CCM kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa mimi kama mwana CCM na najua mambo mengi ambayo mengine nilikuwa sikubaliani nayo, nina haki ya kuwasema.
ndio siasa na haki ya kuwasema. Yaani wao nisipowasema wanataka niseme nani? Niseme CCM ambacho chama changu. Kuna haki ya kuwasema. Na chama maturity, yaani chama kilichokomaa hakiwezi kususia uchaguzi. Una ususiaji uchaguzi. Yaani lengo la chama chochote duniani ni kushika dola. Sasa huwezi ukashika dola barabarani kwenye maandamano. Dola utashika pale ambapo umeenda kwenye ushindani wa kisheria na kikatiba ambao ni uchaguzi. Sawa, pengine kwa uchache unaweza kutuambia sababu iliyopelekea nyewe kususia uchaguzi Chadema kusaini ile karatasi ya maadili? Hayo nilisema jana kwamba hakuna mtu aliyetuzuia kushiriki uchaguzi, tuliamua wenyewe. Na sababu mimi najua. Na hata jana nilisema wakati ikifika, yaani hapa sasa naomba niazime kauli ya Membe, niguse ninuke. Kama mtu atakileta nyokonyoko, sasa nitasema hizo sababu kwa sababu nazijua. Kwa wakati huu ngoja kwanza tuziweke kapuni. Matumaini tutaona makubwa mbele huko. Kabisa. Tuko hapa kupiga kazi. Hatutabadilisha upepo tena mbele kwa mambo yasipoenda vizuri. Hamna kitu. We are here to stay. Asante sana. Asante sana.